swala la usalama, amani na utulivu. Mheshimiwa Spika, uwepo wa amani umeendelea kuwa msingi muhimu wa shughuli za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Haya yote tuliyoyapanga kwenye dira, haya yote tuliyoyapanga kwenye mipango ya maendeleo ya miaka mitano na ile ya mwaka mmoja, yale yote tuliyoyapanga kwenye ilani ya uchaguzi na yale yote ambayo tumeyapitisha kwenye bajeti itakayoanza Julai mosi, Mheshimiwa Spika, hayawezi kuwa na manufaa kwa Watanzania wala hayawezi kutekelezeka pasipo amani, usalama na utulivu ndani ya nchi yetu. Hivyo basi, uwepo wa amani umeendelea kuwa msingi muhimu wa shughuli zote za kiuchumi, kijamii na kisiasa, na hivyo kuifanya nchi yetu kuendelea kuvutia uwekezaji na kuimarisha ustawi wa wananchi wa Tanzania. Watanzania tunao wajibu wa kutunza hali hii bila kujali tofauti zetu za kidini, kisiasa au kikabila. Nitoe rai kwa kila mmoja wetu kuhakikisha kuwa analinda na kuitunza tunu hii ya amani na utulivu wa nchi yetu. Na wasisitizia Watanzania wenzangu wote, tuendelee kulinda amani tuliyoirithi kutoka kwa wazee wetu, waasisi wa taifa letu, huku tukizingatia sheria, kuheshimu haki za wengine, kujiepusha na vitendo vinavyoweza kusababisha migawanyiko ndani ya nchi yetu. Tuzingatie matumizi ya lugha za staha katika mijadala ya kijamii, ya kisiasa, kwani nayo yana mchango mkubwa wa kuvunja mshikamano ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Spika, amani ikivunjika, utulivu ukitoweka, umoja wetu ukivunjika, hakuna anayebaki salama. Hivyo wale wanaojihakikishia kubaki salama, hasa wale wasio wa Tanzania ama wale walio nje ya Tanzania, wasituongoze katika kuvunja amani yetu, utaifa wetu na taifa letu. Amani, utulivu, mshikamano wa taifa hili si vitu vya kuchezewa, kwani vimejengwa kwa jasho, uzalendo, damu na hekima ya waasisi wa taifa letu. Kwa namna yoyote, na nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wetu wa mambo ya ndani, ametoka kutoa kauli na mwongozo ambao serikali itausimamia. Kwa namna yoyote, serikali haitaruhusu amani, utulivu na utaifa wetu uharibiwe na yeyote yule. Haya yote ni mambo ambayo wala tusidanganyane, wala hatutaruhusu yachezewe. Wala tusidanganyane. Swala la usalama, amani na umoja wa nchi yetu wala si mambo ya kujadiliwa, wala tusidanganyane, wala hatutaruhusu viharibiwe. Na wale wanaoelekeza kwa magrupu ya WhatsApp waje wenyewe, wasitumie watoto wa Kitanzania kama chambo. Wana mambo yanawasukuma, waje wenyewe, wasielekeze kwa magrupu ya WhatsApp. Wasikae huko na kutumia simu na mitandao na magrupu ya WhatsApp kuchochea vurugu kwenye nchi yetu. Waje wenyewe. Wasiwatume watoto wa Kitanzania, wasifanyie biashara maisha ya watoto wa Kitanzania, kuwatuma kwa magrupu ya WhatsApp kwamba tukutane pale. Wao wakiliwa kwenye matania, wanatunzwa, wanalishwa, alafu watumie magrupu ya WhatsApp kuwatuma watoto wa Kitanzania. Waje wenyewe.
Kama nchi hatutaruhusu nchi yetu ichezewe, wala hatutaruhusu amani ya nchi yetu ichezewe na mtu yeyote. Tutawalinda Watanzania, tutawalinda watoto wa Kitanzania dhidi ya wale wanaotaka kutumia biashara maisha ya watoto wa Kitanzania. Tanzania ni nchi yetu sote, na hatutakuwa tayari kuona mtu yeyote ama kikundi chochote chenye maslahi yeyote kulitumbukiza taifa letu katika migawanyiko, vurugu, machafuko na kusababisha matatizo katika nchi yetu. Umoja wa Tanzania si jambo la mjadala, ni msingi wa uwepo wa taifa letu na ni wajibu wa kila mmoja kuutunza. Kwa hiyo suala la usalama, amani na utulivu ni kipaumbele namba moja na hakuna mjadala katika hilo. Niwahakikishie Watanzania na niwahakikishie waheshimiwa wabunge, serikali iko imara, tena imara sana kwenye jambo hili. Wote misingi ya utawala bora na kuhakikisha kwamba shughuli mbalimbali za kijamii, kiutamaduni, kidemokrasia, za kiuchumi zinazingatia sheria, taratibu, mila, desturi na katiba yetu ya nchi. Tunayo katiba ya nchi yetu ndio inayotuongoza. Hakuna sehemu ilipoandikwa kwenye katiba kwamba tutakuwa tunafanya siku fulani, tunakaa tu tunapanga tu, hatuna kazi nyingine, tunakaa tu tunapanga tu, tunatangaza kwamba siku hii tutakuwa tunafanya hivi. Hatuwezi tukaendesha nchi kwa namna hiyo. Hatuwezi tukaendesha nchi kwa taratibu hizo, kwamba watu wanakaa tu, si taifa gani huko, wanakaa tu huko, wamejifungia, wanalishwa, wanalipwa, wanatutajia tarehe tu kwamba tarehe hii tutakuwa na jambo hilo. Hatuwezi tukaendesha nchi kwa namna hiyo. Na mimi ambaye nimeshazisoma sana historia za mataifa yenye rasilimali nyingi hapa Afrika, naijua hiyo michezo yote. Na nafuatilia, kuna baadhi ya ofisi zinatajwa kwenye hivyo vipeperushi vinavyotajwa hizo. Tutaendelea kufuatilia. Na kila nikifuatilia wakitajwa, sijaona wakikanusha kwamba mkifanya hapa, mfanye na hapo, muende na hapo, mfanye na hapo. Naziona. Sasa wengine tulizaliwa bila uoga. Tutafuatilia moja baada ya nyingine, lakini uhakika mmoja naoambia, uhakika mmoja naoambia, tunafuatilia yote hayo. Tunawaambia kama au wanaoandika magrupu ya WhatsApp wao wakiwa huko, tunawaambia wao na wanaowatuma, hatuwezi kutetereka kwenye jambo la kuilinda nchi yetu na rasilimali zake. Sema rudia hapo. Tunawaambia wanaowatuma na wanaotumwa, hatuwezi kutetereka kwenye kuilinda nchi yetu na rasilimali zake na watu wake. Tutailinda nchi yetu, tutawalinda Watanzania, tutalinda rasilimali zake, na wala hatutaruhusu watoto wa Kitanzania watumike kibiashara na wale wenye maslahi yao binafsi. Swala la amani ya nchi yetu si jambo la mjadala, na swala la usalama wa nchi yetu si jambo la mjadala. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri wa Sekta
Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi amelielezea kwa kirefu. Nasisitiza yale ambayo Mheshimiwa Waziri ameelekeza, taasisi zote zisimamie, zifuatilie kila hatua. Wananchi, endeleeni na shughuli zenu za kila siku. Nchi iko salama na wala hatutaruhusu michezo iwatoe wananchi kwenye kutekeleza shughuli zao za kimaendeleo. Hatutaruhusu michezo hii iwatoe Watanzania kwenye shughuli zao za kila siku za kujiletea maendeleo. Mambo mengine ni ya kibiashara tu. Mambo mengine wanaona nchi inapiga hatua, wanaona nchi imefanya ugunduzi wa rasilimali nyingi, anza kuleta chokochoko hizo. Mungu alitugawia kila mtu na nchi yake. Kila watu walipewa na nchi yao. Tanzania ni nchi ya Watanzania.